Kwa majina naitwa Bishop Wilbard Lago, Bishop wa Jimbo Katoliki la Malindi. Leo tunazungumzia kuhusu swala za utakatifu na hadhi ya maisha ya binadamu. Tunapokabiliana na gharama nyingi ndani ya taifa letu, wanaoumia sana ni maskini. Na maumivu yao haitokani tu kutopata chakula cha kila siku, bali wengi wao wamesukumwa kiasi cha kwamba wako tayari kuuza viungo vyao vya kimwili ili wakidhi maisha yao. Na kwa hivyo kunao Wakenya wenzetu wanaoshirikiana na wahalifu ndani ya nchi na nje ya nchi kuwavutia hawa maskini na kuwashauri kwamba wanaweza kufaidi kwa kuuza viungo vyao au vya wengine. Na kwa hivyo jambo la muhimu sana hapa ambalo linapelekea mwanadamu mmoja kuishi kwa viungo au biashara ya viungo vya mwingine ni kwamba binadamu huyo amepoteza utakatifu wa maisha na hadhi ya binadamu ambayo haiwezi kufananishwa na kiumbe chochote, iwe ni miti, iwe ni wanyama. Binadamu ana hadhi ya juu sana isiyo inayotoka kwa Mungu na ambayo hatuwezi kuibadili kama bidhaa ya kununuliwa au kuuzwa kwa sababu zozote zile. Kwa undani sana tunaona ni kwamba kuna ukosefu wa usalama wa raia wasiopata ulinzi, na vyombo vya habari vinapotoa habari kwamba biashara hii inaendelea, hatuoni yeyote ambaye anachukuliwa hatua. Na hii inatufanya tujiulize, je, hawa wanao walinda au kuhakikisha kwamba wahalifu hawa hawafikishwi mahakamani ni kina nani? Na kwa hivyo tunaomba Wakristu na Wakenya kwa ujumla watafakari kuhusu mikakati ya kuboresha tena hadhi ya binadamu na kulinda utakatifu ulioko ndani yetu sisi wenyewe na ndani ya wengine, hasa wakati huu wa Lent ambao ndio tunaalikwa kumrudia Mwenyezi Mungu. Na maana yake ni kwamba turudie hali halisi Mungu aliyotuumba nayo kabla haijachafuliwa na dhambi za kibinafsi au dhambi za kipamoja.